sana wa kuwa ndani ya jumuiya ili mawazo yenu yaweze kuwasilishwa katika ukamilifu unaostahili. Katika swala hili jumuiya tutaunga mkono kwa 100%, kwa sababu mtakapokuwa na database, na katika swala hili nimesema mtakapokuwa na database ya wafanya biashara kuanzia wa chini, wa kati mpaka wa juu, itakuwa ni rahisi ninyi wenyewe kuweza kujenga mtandao wenu. Na niseme tu kwamba hilo litaweza kumsaidia kuinua aliyeko chini ili aweze kupanda juu. Kwa hiyo jambo hili sisi kama serikali tunaliunga mkono kwa 100%, na tuko tayari kuweza kushirikiana na nyinyi. Kuna baadhi ya vitu ambavyo umeeleza kwamba mtaweka stika zenu kwenye nani zetu za cluster, ofisi zetu za cluster. Nimekubali tufanye hivyo ili tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha kwamba swala hili linakwenda mbele. Nyinyi ni wadau, kwa sababu tunaposema kama serikali tunaenda kuajiri kiasi fulani cha watu, wakati mwingine si kwa ajili tu ya sekta rasmi ambazo tunakuwa nazo au serikalini, huwa pia tunatarajia kwenu nyinyi wafanyabiashara. Nyinyi mnapokuwa huko pia mkifanya biashara zenu vizuri, mnakuwa pia mkitusaidia katika kusukuma jukumu hili la kupunguza ukosefu wa ajira katika taifa letu. Tuendelee kuwaelimisha wafanyabiashara, kuendelea kutoa kodi katika namna ambayo si ya shuruti. Mwambia serikali Kariakoo libaki kwa soko la jumla. Na itakuwaje ndio soko la jumla? Lazima wafanyabiashara walioko Kariakoo wote wasajiliwe kwenye VAT. Yaani atakapata hawa kutoka shilingi 1 mpaka milioni 200 waondoke. Wabaki milioni 200 kwenda juu, ambao wale unawajuaje wataingia kwenye mfumo wa VAT. Ndicho tulichopendekeza kwa serikali. Lakini itatusaidia. Yako malalamiko tunakutana nayo tunatoka nje ya Kariakoo na huko mikoani. Mtu amesajiliwa kwenye VAT, lakini tajiri yako anaponunua mzigo Kariakoo hayuko VAT. Yeye anapata wapi kule? Baada ya nini leo ile kule au sema? Kuna VAT kidogo kanazalishwa kwenye faida anayopata. VAT inatakiwa ianzie kwa muuzaji anayeingiza kutoka nje au kwa viwandani. Ikipatikana huko chini kwa na mgogoro. Sasa pia tutakuwa na mizigo kwa VAT tayari hivi. Sasa iwezekane mtu anaenda na mzigo kutoka China anauza Kariakoo hana VAT. Unataka mkamate mtu kutwara mlipe VAT anaenda yeye kununua kwa VAT. Ndio na mwangalie ndio ana kiwanda au aingiza kwa nje. Inaanzia kwake ile VAT. Sasa ndio maana tumependeleza kwamba bali Kariakoo basi wafanye biashara na liko kwenye mchakato. Kama hatuwezi kuwa pamoja, hatuwezi kushirikiana vyema na serikali. Serikali ni chombo kikubwa. Serikali ni big body. Inahitaji na sisi tujipange kuikabili na kuweza kufanya nayo kazi. Lakini wewe ukiwa mjanja unaweza ukafanya mwenyewe, utasumbuka siku moja, utaanza kutamani na kutafuta msaada kwenye jumuiya. Kwa hiyo ni washauri Mbagala na Temeke na mwenyekiti wa Temeke, jaribu kuhamasisha na kuambia wafanyabiashara umuhimu wa jumuiya, ili kwamba wajiunge kwenye jumuiya, kwa sababu ndio sehemu sahihi ya kutatua kero zao. Nje ya hapo ni shida tu, na Tanzania itaendelea ikiwa Tanzania itaungana na wafanyabiashara. Nje ya hapo tutakuwa tunadanganyana, kwa sababu serikali ikitunga sera ikapeleka pesa mtaani, wataozizungusha ni wafanyabiashara. Mfanyabiashara kama mfanyabiashara ni kwamba aweze kufanya budget ya halmashauri, lazima apate pesa kutoka kwenye biashara. Kwa hiyo kuua biashara ni dhambi.